Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto, Mheshimiwa Ummy Mwalimu anatoa agizo hilo alipotembelea kijiji cha Mwakisabe kilichopo Ilani Chemba kinachodaiwa kuwa ndio kiini cha kuibuka kwa ugonjwa huo wa ajabu, ambapo anasema kucheleweshwa kwa majibu ya vipimo vya sampuli kunaibua hisia tofauti kwa wakazi wa maeneo hayo, ambapo sasa unahusishwa na imani potofu, hali inaweza kuhatarisha amani. Taarifa za awali zinahusishwa na ulaji wa nyama, lakini wapo hapa wamekula nyama na tumeambiwa ni wazima, mpaka mwenyekiti amekula nyama, mpaka dakika hii hana tatizo lolote. Kwa hiyo changamoto kwa wataalamu wetu, mtupe majibu ya haraka. Chanzo ni nini? Tatizo ni nini? Kwa hiyo kwa mimi na Mheshimiwa Rais na Mheshimiwa Waziri Mkuu, kinachotuumiza kichwa, tatizo ni nini? Na tunataka tuzuie wananchi wengine wasipate tatizo hili haraka iwezekanavyo. Katika ziara hiyo, Waziri Mwalimu anakutana na baadhi ya watu waliokula nyama ya ng'ombe anayesemekana kuwa ndio chanzo cha ugonjwa huo, na hapa wanatoa ushuhuda huku akiwa na afya tele. Hatujui, tulikuwa tunatarajia wataalamu watuambie labda kuna sumu, kuna kitu gani, lakini sisi sote tumesikitika sana kutokana na tukio hilo. Ni nyumba moja, wale waliokula ile nyama pale. Mimi ni peke yangu tu nimekula, wajukuu wangu nilikuwa hawapo hapo nyumbani, nimekula peke yangu. Haka chochote sikusikia. Mganga mkuu wa mkoa wa Dodoma Dr. James Charles anakanusha ugonjwa huo kuhusishwa na nyama ya ng'ombe, kwani baadhi ya watu waliougua wamegundulika kutokula nyama hiyo. Wale tunaowapata sasa hivi hawana uhusiano wote wa ugonjwa na kula nyama, hawajala nyama. Kwa hiyo hatuwezi tukasema kwamba nyama ile haikuwa na tatizo, lakini hatuwezi tukasema pia kwamba ugonjwa huu unatokana na nyama kwa sasa hivi mpaka vipimo vitakapokamilika. Kutoka Dodoma, George Mbara, ITV.